Nani Angela alikuwa mke wa namna gani? Kwa kweli ni swali ambalo wengi wananiulizaga. Wengi uniuliza hiyo swali kwamba alikuwa mke wa namna gani nini na nini. Lakini alikuwa very exceptional. Alikuwa mwanamke tofauti sana. Kwa sababu kwanza alikuwa mtiifu. Pili alikuwa mtu wa maombi. Pamoja na sifa zote na umaarufu wote alikuwa nao ambao waimbaji wengi hawana. Waimbaji wengi hawajui kucontrol sifa, hawajui control utukufu. Akipata pesa, anapata fame, anapata utukufu, hawezi linda ndoa yake. Ndio maana unaona baadhi ya waimbaji wengi hawalinda ndoa. Ingawa kuna wanaume pia wasumbufu, lakini waimbaji wengi generally hawawezi control utukufu. Ndio maana akipata sifa, anapata hela kidogo, hawezi kulinda ndoa yake. Anashindwa kutii mume wake. Maana anaalikwa na wachungaji, maaskofu wenye cheo, wenye maarufu kuliko mume wake. Sasa Angela alikuwa exceptional. Hawezi enda mahali bila mimi kumruhusu. Na akitaka sana kwenda lazima ahakikisha amenibembeleza, amenisi kwa njia yote. Aende. Na au amwambie yule mchungaji aongee na mimi ili mimi niruhusu aondoke. Na sababu mimi pia nilikuwa nimeelewa kipawa chake, sababu mimi ni mwimbaji tena mhubiri, nikawa nimeelewa kipawa chake. Sikuwa na ugumu ya kumzuia sana kwenda. Kabla afariki, miezi 6 kabla afariki, alikuwa hakae kanisani. Alikuwa haimbi kanisani, hata washirika walikuwa na mumisi. So mama yao, lakini haimbi kanisani. Mkutano huku, mkutano huku, mkutano huku. So unakuta kwamba hatunaye na tunaye. Unaelewa? Tuko naye kanisani lakini hayupo, haiwezi kuimba, haonekani ibadani. Na safari zikawa nyingi, mialiko nyingi, na alikuwa amepata nguvu zisizo za kawaida. Ni kama alikuwa anajua anataka kuondoka. So aliimba jinsi sijawahi kuona. Asubuhi anaenda kuimba, jioni anaimba, saa 6 anaimba, na hiyo maeneo yote ni maaliko. Unakuta kalenda yake yote imejaa. Karibu mwaka mzima sisi hatunaye. Unaona kwamba inakuwa ni shida. Hata mimi ilibidi Mungu anipe nguvu ya kuelewa kwamba lazima aende. Na nikaanza kuelewa kwamba lazima aende. Kuna nyingine tunaenda pamoja, nyingine anaenda peke yake na kadhalika. Tunaona mpenzi mtazamaji, pamoja na umaarufu wote ambao Angela alikuwa nao, lakini mchungaji anasema alikuwa mtii. Na kuna mahali pamoja nilisoma nikaona ulikuwa unasema alikuwa pia anapata muda wa kukupikia chakula nyumbani. Sio tu kupika peke yake, lakini alikuwa anafanya utafiti kwa YouTube kutaka kujua chakula gani bora kizuri cha kumpikia mume wangu. Alikuwa anafanya utafiti, anaangalia chakula gani bora kwa kinatangazwa kwenye YouTube ili aweze kunitengenezea chakula. Mara kwa mara nilikuwa napata special food kutoka kwake ambao amejifunza kwa internet. Kwamba muda alikuwa nayo ya kujali ndoa yake kabisa. Alikuwa nayo ya kujali familia yake. Istoshe alikuwa mwanamke muombaji sana, zaidi ya kawaida. Alikuwa muombaji wa ukweli. Na wanawake wachache duniani kabisa, naweza sema ukweli, wanawake wachache duniani nimeona waombaji kama Angela. Kwa sababu ilifika, hatuwezi sema tu mazuri ya mtu sababu amefariki. Lakini ilikuwa inafika tunapokea wageni nyumbani. Tukiwa sebuleni tu, anaenda chumbani, ni kama anaenda chukua kitu. Anaona anachukua muda mrefu. Kumbe muda wake wa maombi aliyopatana na Mungu umefika. Inabidi atoke sebuleni. Nafikiri nikienda unakuta melala chini anaomba machozi. Mtu iko naomba hivi utamtoa aende usalimie wageni tena? Haiwezekane. So inabidi mimi niende nidili na wageni. Mwambie mama muda wake wa kuomba ilikuwa imefika. Sasa ilibidi aende aombe kidogo sana, nimekuta kule maombi yameendelea. Basi wageni wanaelewa tu. Na hayo ndio yalikuwa maisha. Ilibidi mimi nilikuwa muombaji, lakini ilibidi alikawa kama ananiongeza nguvu. Kama anakuchochea. Kunichochea zaidi. Ukioa mtu muombaji unakuwa muombaji pia. Na ukiolewa na mtu muombaji na wewe unakuwa muombaji pia. Yes.